zimwendee. Sema Imam Bukhari rehma za Allah zimwendee. Wa amma shaykhul kabir, ama mtu mzima aliyofikiria uzee, idha lam yutqi siyama, itakapokuwa hawezi kufunga, faqad at'ama Anasun, imekuja jumla ya kufafanua kwa yule asiyeweza ni kwamba atalisha, na ushahidi wa kulisha faqad at'ama Anas ibn Malik, Anasi yeye alilisha baada ma kabira aman au amain, alipofikiria utu uzima hawezi, yani saumu inamshinda. Anas alipewa umri, sasa ilipofika hawezi, kwa hiyo yeye alitoa vibaba ima mwaka moja au miwili kabla Allah hajamchukua. Alikuwa anafanyaje? An kulli yawmin miskina, kila siku kumpa maskini. Hii ndio thabiti kwa yule mwenye kufungulia jioni, anampa nani? Maskini, anampa maskini kwamba bana, hiki chukua hiki, yule anastahiki. Wakala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas raza Allah zimwendee yeye na baba yake, anasema ulishaji huu fi shaykh al-kabir wal mar'ati al-kabirati, ni mzee na mwanamke kikongwe, wamefika mahala hawawezi, watarudi kulisha. La yastati'ani an yasuma, ambao hawa wawili hawezi kufunga. Umri sasa shalemewa, mehemewa, basi watarudi katika kulisha, na huu ndio wepesi wa hidi. Fayut'ima, watalisha makana kulli yawmin miskina, sehemu ya funga yao wataigeuza kuipeleka kwenye chakula na kumpa maskini. Hadithi katika Sahih al-Bukhari. Fayut'imu al-ajizu an siyami, atalisha yule ambaye ameshindwa kufunga. Ajzan la yurja zawalu, kushindwa ambako hakuondoki tena. Yani huku kushindwa ni kwa moja kwa moja, kama vile tunavyosema ugonjwa usioponyeka, na huku ni kushindwa ambako huku ni kwa moja kwa moja, mtu akisubiria siku zake ndiko kuna kulishwa. Ndio mtu anatakiwa afanyaje? Alishe. Kushindwa kule ambako na saumu yeye, bimaradhin, ima ni kwa ajili ni mgonjwa na ugonjwa ule, la yurja bur'uhu, hatarajiwi kupona kutokana na ule ugonjwa. Kanan au kibar, iwe hiyo ni ugonjwa au utu uzima, kama tulivyoeleza hapo juu. Atalisha nini? An kulli yawmin miskinan, kila siku atampa maskini nisfa sa'in min burr, nusu ya nini? Nusu ya pishi ya ngano. Pishi ni kilo ngapi? Pishi wanazuoni wako mara mbili, wanasema kilo 2.5 na wako wanasema ni 3, kama Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, yeye anapendekeza zaidi 3, ihtiyata kuiangalia ile picha nani ya mtu. Baadhi wanazuoni wanarudi kwenye 2.5, lakini yote ni kuangalia nini? Ile picha ya mtume ilivyokuwa. Sasa nusu yake ina maana ni nusu ya kilo 2.5 au ya kilo 1, ya kilo ngapi? Ya kilo 2.5 au ya kilo ngapi? 3. Maana yake ndio hiyo. Au tamrin, au tende, nusu ya nini? Nusu ya pishi ya tende, au ursi, au mchele, au lete vile vitu ambavyo viko huku sasa, mahindi,
zabibu wama ila dhalik. Au nahuiha min kuti albalad, au mfano wake katika chakula kinacholiwa katika mji. Hapa chakula kikuu watu wanakula hiki, wanakula chakula ile chakula kinacholiwa zaidi ambacho kimezoeleka kwa watu, basi kitolewe nusu nini. Wa miqdaru sa'u, na wa miqdaru sa'i, na kiwango cha pishi kilowani wa rubu, ni kilo 2 na robo takriban vile, ndio akaandika 2.25. Fayakunu lit'amu an kulli yaumi, kutakuwa kule kulisha kila siku kilo jiramu wa 125 jiramu, jiramu 1125, ambaye ni sawa na kilo moja nini na robo. Gramu hizo kilo moja na nini na robo. Kwa hiyo bwana, isipungue kilo na robo, bali tunataraji ukienda juu zaidi ni aula, ukifika kilo na nusu mashallah, lakini yote sahihi. Toka kilo moja na robo, toka kilo moja na nusu jaiz, la isipungue hiyo, isipungue kilo 2 na nini na robo. Paka hapa tumefika kile kiwango, lakini chini hapo wasema hivi, hadha wa insama almaridh, hivi na kama atafunga mgonjwa, saha siyamuhu wa ajzaahu, saumu itaswihi na inatosheleza. Anaumwa akafunga, basi saumu inafanyaje? Inaswihi na inatekelezeka. Wallahu